Ujumbe unasema kujitenga na uovu. Kujitenga na uovu. Katika somo hili tutakwenda kupitia mambo kama matatu. Tutakwenda kuelewa dhana halisi ya neno kujitenga na uovu. Lakini kama haitoshi, tutakwenda kuangalia umuhimu wa kujitenga na uovu, hasa jamii ya waaminio twendao mbinguni. Lakini pia tutakwenda kuhitimisha na kuangalia kwa ufupi madhara yatokanayo na kujitenga. Lakini kwa upande mwingine tutakwenda kuangalia umuhimu ama faida ya kujitenga na uovu kama jamii ya watu twendao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Katika mafundisho ya Mtume Paulo ambaye tunamfahamu kwa asilimia kubwa, tunamjua yeye alikuwa ni mtume, yani mpeleka injili kwa maeneo na watu ambao walikuwa wamjui Mungu. Yeye amejitahidi kwa asilimia kubwa kufanya kazi yake kama jinsi alivyoitwa katika mwito wake. Na kwa wakati wake alishiriki kuandikia makanisa ambayo alishiriki kuyafungua yeye kama yeye, kuyakumbusha juu ya mienendo yao kwa habari ya kuenenda katika hali ya utakatifu. Tunajua tunapookoka na kuiacha dunia, tunapaswa tuwe na mfumo wa kumpendeza Mungu ili kusudi kuendelea kuisha yale mahusiano yetu pamoja na kutunza utakatifu ndani yetu. Paulo katika moja ya makanisa aliyofungua, kanisa la Korinto, tunaweza kufananisha na kanisa la FPCT hapa Tanzania, aliacha maagizo na akaacha maelekezo kwa habari ya kutunza utakatifu ili kwamba kuendelea kutunza yale mahusiano ya kweli kati yetu ama kati ya hao waumini katika kanisa la Korinto pamoja na Mungu wetu. Korinto ilikuwa ni moja ya miji ambayo ilikuwa imejaa mambo kadha wa kadha ya dunia. Kulikuwa na anasa za kila namna, kulikuwa na waabudu sanamu. Na katika miongoni mwa hao Korinto wakaokoka, kama hivi leo hii Tanzania tukaokolewa. Mimi na wewe tukaokolewa katika jamii ambayo ilikuwa na abudu sanamu, jamii ambayo ilikuwa imjui Mungu. Na katika huko zamani tulikuwa tukienenda katika hali ya kimwili, anasa za kawaida, na wala tulikuwa tuonei haya habari ya dhambi. Baada ya kuokolewa Korinto, kukawa na waumini ambao sasa tunawaita watakatifu wa kanisa la Korinto. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akiwa katika mji wa Makedonia anapata taarifa ya kwamba baadhi ya waumini ama kanisa la Korinto halienendi katika namna ambayo inatakiwa iwe. Kama hivi leo kanisa letu tunaanza kuwa na michanganyo ndani yetu, ibada hazieleweki, kunakuwa na vurugu ndani ya kanisa. Paulo akiwa katika mji wa Makedonia anaandika ujumbe, anaandika barua kwenda kwa kanisa hili la Korinto, kama jinsi Yesu anavyotukumbusha kwa habari ya kutunza utakatifu na kutunza yale mahusiano yaliyo hai kati yetu sisi na Mungu. Tunaweza kufungua sasa haya maandiko, kitabu cha waraka wa pili kwa Korinto, ile sura ya 6 mstari wa 14, tuweze kusikia kila ambacho Paulo alikuwa anawaambia. Paulo mahali hapo kwanza akaanza kuwakumbusha na akaanza kuwauliza maswali kadha wa kadha ili kwamba wakumbuke kila ambacho yeye alivyowaachia. Waraka wa pili kwa Korinto sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18, Biblia inasema: msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Hilo ni swali anaouliza watu wa Korinto. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Yani Beliali ni hali ya uasi, hali ya ufisadi ndani ya mioyo ya watu. Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.
Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Dhana ya kutengwa ama kujitenga mbali na uovu ni ya muhimu sana, hasa kwetu sisi ambao tumeamini, tumeokoka, ili kuendelea kutunza yale mahusiano yaliyo hai na chanya na yenye kutupeleka katika kusudi na mpango wa Mungu. Katika Biblia, kujitenga mbali na uovu kuna maana kama mbili hivi. Maana ya kwanza ni kujilinda kimaadili, kiroho, kukaa mbali na dhambi, kukaa mbali na chochote kilicho kinyume dhidi ya Mungu wetu, dhidi ya haki, dhidi ya neno la Mungu. Yesu asifiwe. Tunaona mahali hapa Paulo anawauliza maswali watakatifu wa Korinto. Ni kana kwamba wamesahau kila ambacho walipaswa wakifanye. Wamesahau kwamba wao ni watu wa mlengo fulani ambao wamejitenga na uovu, wamejitenga na dunia. Kanisa la Korinto likaanza kuchafuka, likaanza kuingiliwa na mvurugiko ndani yake. Paulo anakumbusha, anauliza maswali kadha wa kadha mahali pale. Pana uhusiano gani kati ya giza na nuru? Pana uhusiano gani kati ya mtu aliyeamini na mtu ambaye hajaamini? Anakumbusha kwa kuuliza maswali ya namna hiyo. Na dhana ya kujitenga manake ya kwanza nimesema ni kujilinda dhidi ya udhalimu wowote wa kidunia, dhidi ya maisha machafu ambayo lengo lake ni kukuondoa katika hali ya utakatifu. Lakini maana ya pili ni kumkaribia Mungu katika uhusiano wa karibu kwa njia ya kujitoa katika huduma, kujitoa katika ibada na katika utumishi. Hii tena ni namna nyingine. Unajitenga katika namna ipi? Mimi najitenga kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Najitenga kwa ajili ya kuhudumia madhabahu. Nitafanya ibada. Mimi ni kiongozi, nimepewa dhamana ya kusimamia ibada. Una ulazima wa kujitenga na mambo ya kudunia ili kwamba uweze kumpendeza Mungu. Watu wamekuja kanisani wanataka wasikie kutoka kwa Mungu. Wanasikiaje? Mungu anakaa ndani yetu. Anapokaa ndani ya mtu manake anakufanya kuwa hekalu, ili kwamba anapoleta ujumbe wake kwa kanisa ufanyike kuwa lango, ufanyike kuwa njia. Hata tunapokuwa huko njiani, huko makazini, sehemu zote zile, tunatakiwa tuendelee kutunza yale maadili ya kimungu, ili kwamba Mungu anapochungulia duniani aone kwamba ana watu ambao hakika wanampendeza, hakika wanatunza ile agano la kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujitenga na uovu katika agano la kale, kulimaanisha kupewa adhabu ama kupelekwa utumwani na uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe. Katika agano la kale, hasa katika nyakati zile za Musa, nyakati zile za Yoshua, na hata wale wafalme waliofuata, hata waamuzi waliofuata mahali pale, kujitenga na uovu kulimaanishwa katika namna hii. Wakati tunakumbuka katika ile safari ya wana wa Israeli kutoka katika Misri kwenda katika nchi ya Kanaani, Mungu alitoa maelekezo tena katika hali ya kurudia. Akasema kwamba mtakapoingia katika nchi niwapayo kuamiliki, nchi ya ahadi ya baba yenu, nchi ya Kanaani, Mungu anawapatia maelekezo ya kwenda kuishi katika ile nchi, ya kwamba mtakapofika mahali pale muangamize chochote kilicho kiovu, muangamize mataifa yote ambayo yanakaliwa katika hiyo nchi. Kwa nini Mungu alifanya namna ile? Alitaka wana wa Israeli watakapoingia katika nchi yao ya ahadi wajitenge, ama wasije wakachafuliwa, wasije wakaambukizwa na yale mataifa ovu yaliyokuwa yakikalia ile nchi ya Kanaani.
Yesu asifiwe. Tunajua katika nchi ya Kanaani yalikaa makabila na mataifa mbalimbali. Waamori, Wayebusi walikaa mahali pale. Wakanaani wenyewe walikaa mahali pale. Yale mataifa yalikuwa yanaabudu sanamu. Yalikuwa yakitoa sadaka katika madhabahu ya kiungu, miungu ya kidunia, miungu ya nguvu za giza. Kwa hiyo Mungu akachungulia akaona, watu wangu nikiwatoa katika nchi ya Misri ya utumwa na waleta mahali hapa, nisipowapatia angalizo, na wao wanakwenda kugeuzwa, na kuanza kuiabudu ile miungu ya nguvu za giza, na hivyo kuliacha kusudi la Mungu. Amen. Unajua ni rahisi sana mtu wa nuruni kugeuzwa na mtu wa gizani. Amen. Giza lina nguvu ya kushawishi, na mambo ya gizani yana nguvu sana ya kushawishi. Ni mambo mazuri yanapendeza, lakini taratibu anaanza kuondoka katika mpango wa kimungu. Kwa hiyo Mungu anawakumbusha taifa la Israeli hata baada ya kuvuka mto Yordani. Yoshua bado anakumbushwa tena kwa mara ya pili kwamba mtakapokwenda katika taifa ni wapalo, fanyeni hivi na hivi. Lakini tunaona pale kwa wakati fulani wakaangamiza, lakini baadhi ya vitu fulani wakaviacha kwa sababu walipendezwa navyo. Matokeo yake sasa vile vitu vikaanza kuwageuza pole pole, vikaanza kuwatoa katika mpango wa kimungu, na hatimaye tunaona baada ya wakati fulani le taifa la Israeli kwa wakati lipelekwa utumwani Ashuru, wakati mwingine kapelekwa Babeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliacha sheria ya Mungu na kuiacha kule kulitokana na kuiabudu, kuungana na watu wa eneo lile, wenyeji eneo lile, wakaingia katika mioyo yao, wakageuza ule utakatifu na utauwa kumcha Mungu, wakageuza ibada ya sanamu zikafanyika ndani yao. Alichokifanya Mungu akawapeleka, akaachilia tu wapeleke utumwani wakapate fundisho. Yesu asifiwe. Hebu tuone katika ile Wafalme wa pili, tuthibitishe mahali pale haya mambo ambayo ya kutokujitenga. Kitabu cha Wafalme wa pili ile sura ya 17. Wafalme ile Wafalme wa pili sura ya 17. Tutaangalia pale ile 7 hadi 8. 17 ule mstari wa 7 hadi wa 8. Biblia inasema, yalitukia hayo kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao, aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri watoke chini ya mkono wa Farao mfalme wa Misri. Wakawaacha miungu mingine, wakaziendea sheria za mataifa ambao Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli, na sheria za wafalme wa Israeli walizozifanya. Lakini pia unaweza tena kufungua Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Uone mahali pale jinsi Mungu alivyowatenda. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari wa 2 hadi wa 4. Biblia inasema, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga wakati huo, ndipo waondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Lakini pia sogea pale 12:1-4. 12:1-4. Hiyo Kumbukumbu la Torati sura 12 sura ya 1 hadi 4. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao, na mashela yao yatekezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na za miungu yao zikateni.
na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona namna jinsi Mungu anavyotoa maelekezo, namna jinsi wanavyokwenda kuishi katika ile nchi aliyowapatia, nchi ya Kanaani. Kwa sababu ya ukengeufu wa mioyo yao, wakashindwa kuishika ile amri, maagizo ya Mungu, wakaenda kuishi jinsi ambavyo walivyoweza. Ni kweli kuna baadhi waliangamiza, lakini kwa sababu vingine wakaviacha, vile vilivyosalia, mataifa yaliyosalia yakaanza kuwageuza polepole, kwa sababu tamaduni za mahali pale zilikuwa ni kuabudu miungu mingine, sanamu. Wanatoa sadaka katika namna yao ambao jinsi walivyoweza, pasipo kufuata maelekezo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika Agano Jipya sasa, Agano Jipya, kujitenga sasa kuna maanisha nini? Kujitenga na uovu. Katika Agano Jipya ni kuhamishwa kutoka katika mfumo wa uovu wa ulimwengu huu na kuachana na makubaliano yasiyo matakatifu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tumeokolewa kwa neema kwa njia ya Yesu Kristo, tunaambiwa namna ya kujitenga na kuachana na uovu ni katika kumjua sana Yesu Kristo. Maana katika yeye zimo sheria, katika yeye imo nguvu inayoingia ndani yako, nguvu ya Mtakatifu inakusaidia uweze kuishi katikati ya makusanyiko ya watu ambao ni waasi. Ukijitahidi sana kutunza utakatifu ndani yako, ukajitahidi kulisoma neno, kwa sababu neema ile imekwisha kufanyika ndani yetu, ndivyo jinsi unavyoweza kujitunza na kujiepusha ama kukaa kando na mambo ya uovu, mambo ya uasi na kila aina ya mambo kama hayo. Unaweza kufungua maandiko ile Yohana 17, kitabu cha Yohana mtakatifu, ile sura ya 17, 15, 17, 15, mahali pale Biblia inasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoambiwa kujitenga, haimaanishi tuondoke katika hii dunia. Hapana. Tunaambiwa tujitenge na matendo ya chukizayo. Tujitenge na mambo ambayo yanaweza kutuweka mbali, kutuweka kando na kuvunja ule uhusiano mzuri kati yetu sisi na Mungu. Tunaambiwa namna gani tujitenge? Ni kwa kulishika neno la Mungu kwa wingi, kulisoma neno la Mungu kwa wingi, kujibidisha katika mambo ya kimungu. Katika kufanya huko, unapata nguvu na ujasiri wa kuikimbia dhambi. Unapata nguvu na ujasiri wa kuyakimbia mambo ya kidunia. Mambo ya kidunia sio mepesi kwamba leo hii nitakataa, hapana. Ni mpaka kuweko na nguvu ya ziada ya kuyakataa. Pasipokuwa na nguvu ya ziada, nguvu itokayo kwa Mungu, Roho Mtakatifu, yeye ana nguvu ya kuzuia na kukulinda, ili kwamba nguvu za uovu za dunia hii zisiweze kukushinda. Yesu asifiwe. Timotheo wa pili naye pia anathibitisha katika hilo namna jinsi unaweza kujitenga na uovu. Waraka wa pili kwa Timotheo, ile sura ya 3, ni maandiko ambayo tunafahamu kwa asilimia kubwa. Sura ya 3 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Yani hapa tunajaribu kuelezwa
watu ambao tunaoishi nao. Yesu asifiwe. Ingekuwa ni nyakati zile za Kanaani, watu wa namna hii walikuwepo nyakati hizo. Mungu akatoa taratibu wake namna jinsi ya kuweza kuwakabili na kuweza kuishi nao. Sasa hapa tunakumbushwa kwamba katika dunia ya leo, na hasa nyakati za sasa, nyakati za mwisho, watu hawa tuko nao. Namna sasa ni namna gani sasa tunaweza kujitenga nao? Wengine ni ndugu zetu, wengine ni katika miongoni mwa waumini. Tunaishi na jamii, hatuishi katika visiwa. Tunachangamana kila leo. Sasa Biblia tukumbusha kwa habari ya watu wa namna hii. Mstari wa 5, wenye mfano wa utauwa. Yapo makanisa na watumishi wanajifanya kweli kabisa wanamjua Mungu, lakini matendo yao na namna jinsi ambavyo wanaenenda sivyo. Anatuambia tujiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Yesu asifiwe. Pia tujiepushe nao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitazama dhana halisi ya kujitenga na uovu ni dhana pana sana. Katika Agano la Kale ilimaanisha ikiwa kama watu walikuwa hawanendi katika mlengo wa kumjua Mungu na kumfuata Mungu na kushika amri zake, Mungu aliruhusu mapigo juu yao. Mungu aliruhusu juu ya taifa la Israeli wapelekwe utumwani, wakafungwe, wakapitia mateso kwa sababu ya kutokufuata sheria za kimungu, kuna kujitenga na uovu. Lakini katika Agano Jipya tunaambiwa namna jinsi ya kujitenga ni kulishika neno la Mungu kwa wingi, kulisoma neno la Mungu kwa wingi, kuliishi, kulitafakari usiku na mchana, ili kwamba upate nguvu ya kuweza kuyakabili hayo yote. Yesu asifiwe. Sasa je, ni yupi mtizamo wetu sasa juu ya kutengwa ama kujitenga na uovu? Moja, ni kuchukia dhambi ama uovu na mfumo mwovu wa ulimwengu huu. Dhana ambayo tunatakiwa kutembea nao sisi Wakristo wa kanisa la leo. Kujitenga na uovu maana yake ni kuchukia dhambi, uovu na mfumo wa mwovu katika ulimwengu wa leo. Hatuwezi kupelekwa utumwani kama Agano la Kale, bali kujitenga katika kanisa la leo ni kuchukia yale maisha ya uovu, kuchukia dhambi, kuchukia mifumo dhalimu, mifumo ambayo haitendi haki. Unaishi katika mfumo wa kumjua Mungu. Hebu fungua ule waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2, mstari wa 15 hadi 17. Biblia inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Yesu asifiwe. Katika kuipenda dunia huwezi ukampenda Mungu. Maana katika kufanya huko ama kwa jinsi hiyo hawezi kutunza maagizo ya Mungu. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Dhana ambayo tunatakiwa tutembee nayo Wakristo wa kanisa la leo ni kuchukia uovu, ni kuchukia mifumo dhalimu, mifumo ya uovu, mifumo ya uasi. Iko hivi, Biblia inatufundisha na kutufungulia dhana hii kwa mapana zaidi, kwamba katika kutenda na kufuatisha ya kidunia, Mungu hawezi kukaa ndani yako. Mungu anakaa kwa wale ambao wamejitenga na uovu, wameichukia dhambi. Mungu ndio anapendezwa na hao, anaketi ndani yao. Lakini dhana ya pili
ni upinzani. Kujua sasa mafundisho yanayopotosha, mafundisho ya uongo, uyabaini. Si rahisi sana kuyabaini ama kuyaelewa mafundisho ya potoshayo. Yanapotosha kweli ya Mungu. Kama hatuna neno la Mungu, hatuna ile nguvu ituwezeshayo kutufundisha na kutuonya na kutuelekeza kwamba hapa pita hapa achana nayo, hapa ni pa kweli ama si kweli, madhabahu hii uiendeayo ni ya kweli ama si kweli. Ni mpaka uwe na nguvu ya Mungu, nguvu ya neno la Mungu. Ukilisoma neno la Mungu ukaliweka kwa wingi ndani yako, linakupatia kukufahamisha na kupatia ujuzi na ujasiri wa kukabili mambo ya kidunia. Yesu asifiwe. Galatia 1:9. Kwa Galatia 1:9. Kwa Galatia 1:9 mahali pale inatuthibitishia kama tulivyotangulia kusema, na sasa tunasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Yesu apewe sifa. Wana maandiko jinsi yanathibitisha, yani mtu ama kundi lolote lile linahubiri injili ambayo haitokani na neno la Mungu, mtu huyo amelaaniwa. Sasa ni juu yako kufuata ama kufuata mafundisho ya mtu aliyelaaniwa, maana mafundisho ya potoshayo tayari yamekwisha kulaaniwa. Kwa nini sasa tujitenge ama tutengwe na uovu? Kuna umuhimu gani ama kuna ulazima gani wa sisi kujitenga na uovu ama sisi kutengwa na uovu? Kama jinsi kanisa la Agano la Kale Mungu alivyoamua kuwatenga, sasa anawapeleka katika utumwa, uhamishoni, kifungoni, wakajifunze. Umuhimu wake ni upi? Moja, ili kuvumilia katika wokovu na utakatifu na imani. Umuhimu wa kwanza katika kujitenga dhidi ya uovu, kuchukia dhambi, inatusaidia sisi na kutupatia nguvu ya kuweza kuvumilia katika utakatifu, imani na wokovu. Amen. Hauwezi ukavumilia katika wokovu ikiwa ndani yako kuna michanganyo. Michanganyo inaleta kuchoka. Michanganyo inaleta ule ukawaida. Unaona kuja ibadani ni kawaida. Husikii mvuto wala msukumo ndani yako. Kwa nini? Iko michanganyo, iko dhambi ndani yako. Unakuja kanisani, unaondoka kanisani, hakuna badiliko la kweli ndani yako. Kwa nini? Iko michanganyo ndani yako. Na kwa sababu hiyo sasa tunakumbushwa, ili kwamba tuweze kuendelea katika imani, utakatifu na wokovu, ni lazima tuchukie dhambi, tujitenge na maisha ya kidunia. Yesu apewe sifa. 2. Umuhimu wa pili kujitenga na dhambi ama maovu yoyote yale ni kutuwezesha kuishi kikamilifu kwa ajili ya Mungu kama Bwana na Baba yetu. Mathayo mtakatifu sura ya 22. Mathayo 22:37. Mathayo 22:37. Biblia inasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Unajua haya yote hayawezi kutimia ikiwa ndani yako hamna nguvu. Yesu apewe sifa. Yaani huwezi kumpenda Mungu kwa moyo wako wote na kwa akili zangu zote ama zako zote na kwa roho yangu yote ikiwa ndani hamna nguvu ya kuniwezesha kufanya hivyo. Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tukijitenga na nguvu hizi za giza, roho za udhalimu na vitu vya namna hiyo, tunapata msukumo na nguvu ya kumjua Mungu, ya kumfuata Mungu kwa akili zetu zote na kwa roho zetu zote, wakati mwingine hata kwa mali zetu zote. Yesu asifiwe. Lakini 3 ni kuthibitishia ulimwengu usioamini juu ya kweli na baraka za neno la Mungu. Jamii yote na dunia nzima yote inasubiri kuona kwamba hao wanaenenda katika mlengo wa kumjua Mungu,
wa kumfuatisha. Wengine wanasema katika hali ya kulialia kama walokole. Wanapata nini? Yesu apewe sifa. Petro anamuuliza Yesu, tumeacha vitu vyetu vyote kadha kadha, kila siku tunaambatana na wewe, tutapata nini? Yesu apewe sifa. Amen. Ulimwengu unawaza kama jinsi Petro alivyomuuliza Yesu. Hawa ambao wanamfuata Mungu na kumfuata Yesu kila siku, watapata nini? Katika kujitenga na uovu, kunataka kututhibitishia, kuisaidia dunia kujua kwamba kumbe katika kumfuata Mungu kuna kupata 1, 2, 3. Yesu asifiwe. Hebu fungua ile Yohana 17:21. Yohana 17:21. Yohana 17:21. 17:21. Biblia inasema, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Ili ulimwengu upate kusadiki, upate kuamini. Ulimwengu hawezi ukaamini pasipo kuona. Yesu apewe sifa. Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba kizazi hiki pasipo kuona hakiwezi kuamini. Ili kwamba jamii iweze kuamini kwamba yako mabadiliko na iko faida kumjua Mungu, ama kuichukia dunia, ama kuchukia mifumo ya kidunia, ni mpaka waone. Waone wapi? Waone kwangu na waone kwako. Amen. Hebu tuone sasa kwa upande mwingine athari hasi za kutokujitenga na uovu. Athari hasi za kutokujitenga na uovu. Na mambo yafananayo na hayo, machukizo, kumchukiza Mungu, machukizo mbalimbali katika maisha ya kila leo. Jambo la kwanza tunapoteza ushirika kati yetu sisi na Mungu. Ushirika wetu kati yetu sisi na Mungu unapotea. Amen. Tukirudi katika andiko letu la msingi, la Wakorinto wa pili, ile sura ya 6 mahali pale, mstari wa 16, inatuonyesha dhahiri kwamba tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao. Anamaanisha ushirika, anamaanisha ushirikiano. Yesu apewe sifa. Kumbe tukipoteza utakatifu, tukanenda katika mifumo ya kidunia ya kutokukaa mbali na dhambi, tuna hatari ya kupoteza ushirikiano, ushirika kati yetu sisi na Mungu. Amen. Sasa ni kusudi tuendelee kuwa hai, tuendelee kupokea zile faida na hatimaye hata kuurithi uzima milele, ni kutunza sasa yale maagano, ni kutunza utakatifu na ile nguvu inayoweza kuhuisha maisha yetu. Lakini jambo la pili, tunakosa kukubalika na Mungu, yani baba yetu. Tunakosa kukubalika. Ile 17 hapo hiyo waraka wa pili kwa Wakorinto sura 6 mstari wa 17 inasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Tunakosa kubarikiwa ama kukubalika na Mungu. Kumbe tukiisha katika mfumo wa maisha machafu, Mungu hawezi kutukubali. Mungu hawezi kutukaribisha katika ufalme wake. Mungu hawezi kusema na sisi. Kanisa la zamani, mtu akitenda dhambi ilikuwa haina haja hata ya kufanya vikao. Amen. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu anadhihirisha. Yani hata kama ukikanyaga tu hata madhabahu, tayari unaumbuliwa. Hata kama ulikuwa na dhambi za siri ambazo hazionekani, Roho Mtakatifu kwa kuwa yupo kanisani anadhihirisha na kuitakasa kanisa. Anatoa vitu vyote vilivyo vichafu na kuvitupa nje. Anaweka bayana
anaweka sasa, anaweka ushirika, anaweka watu wamjue Mungu, wayajue makusudi yake. Kanisa inanyoka, kanisa inatembea na kuwa katika namna ambayo linakubalika na Mungu. Yesu asifiwe. Lakini jambo la mwisho, athari mojawapo ya kujitenga na uovu, tunapoteza haki zetu kama watoto. Tunajua kama mzazi ana wajibu kwa mtoto, na mtoto anazo haki kwa mzazi wake. Sasa Biblia inatukumbusha kwamba tusipojitenga na uovu, iko hatari ya kupoteza zile haki zetu. Kama watoto kwa baba yetu, tunahitaji kula, tunahitaji kunywa, kuvaa, lakini pia tunahitaji kurithi vile ambavyo alivyovitafuta. Leo katika dunia leo na familia kadha kadha, kwa mbalimbali, kuna magomvi, kuna shida, tena hasa anapofariki mzazi, mali zipo kadha kadha, kwa sababu kulikuwa hakuna mahusiano mazuri. Watoto walikuwa hawajui wazazi, hawasaidii wakati fulani. Hasa imetokea kumbe wazazi tayari walishaacha usio, walishaacha mahusia, mali ziende wapi, ziende wapi. Unaona shida inatokea, anatoka hajaachiwa chochote kile, kesi zinaanza kwenda mahakamani, kwenda wapi? Ni kwa sababu mahusiano yaliyokuwepo kati ya huyu mzazi na huyu mtoto hayakuwa mazuri. Yesu asifiwe. Kwa hiyo anajikuta anapoteza haki zake nyingi, anapoteza zile baraka ambazo kama angekuwa na mahusiano mazuri angezipata. Angepata nyumba, angepata hata viwanja, vitu vingi, wakati mwingine hata tu mawaidha, namna jinsi ya kuishi na ulimwengu, kuishi aishije. Hayo yote nakosa kwa sababu hakuna mahusiano mazuri. Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa hiyo tunakosa baraka zetu kama watoto kwa sababu hatuenendi katika njia ya kumjua Mungu. Na hayo yote unaweza kuthibitisha kitabu cha Warumi. Warumi 8:15 hadi 16 mahali pale. Kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 8 mstari wa 15 hadi wa 16. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu wanazo haki. Watoto kwa wazazi wao wanazo haki, lakini haki hizi utazipata endapo kama kuna mahusiano yaliyo mazuri. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo kujitenga na uovu ni dhana ya muhimu sana kwa Wakristo, watu ambao tunakwenda katika ufalme wa mbinguni. Hatuwezi kurithi uzima wa milele kama moja ya ahadi za kuitwa watoto wa Mungu. Hatuwezi kupokea baraka tuwapo katika hii dunia kama ile dhana ya kuna kujitenga na uovu tunaweka kando, hatuielewi. Ili kwamba tuweze kupokea vitu kutoka kwa Mungu, tupokee vitu katika madhabahu ya Mungu, ni lazima, ni sharti, hatuna budi kujitenga na mambo haya. Yesu apewe sifa. Kanisa la zamani katika Agano la Kale wakapelekwa utumwani, wakasulubishwa, wakateswa, wakanyanyaswa kwa sababu tu kuna mahali walipoteza haki zao. Kuna mahali tu walikengeuka, hawakufuata maagizo ya Mungu, wakazishika amri za dunia, za mataifa maovu yaliokuwepo mahali pale. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe kanisa. Tuna wajibu kama kanisa la leo kutunza utakatifu, kutunza sheria ya neno la Mungu, kulisoma neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Tukimjua Mungu, yeye ataondosha yote ya takataka, ataondosha yote ya kidunia. Roho Mtakatifu atatufahamisha pia, atufundisha namna jinsi ya kuenenda, kwa maana Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi. Yesu apewe sifa. Anatuongoza, anatuelekeza, lakini pia anatupatia kujua na kutambua hata kuishi wakati mwingine kwamba jambo hili si zuri. Roho Mtakatifu ana tabia kusema ndani ya mtu na kutuonya, anatuelekeza, tembea katika njia hii na utamuona Mungu. Yesu apewe sifa. Kwa maneno haya machache,
Mungu atubariki sana. Tujue kumjua Mungu na tumshika Mungu na kuyafuata mafundisho yake, hasa kujitenga na uovu. Chukia dhambi, chukia maisha ya michanganyo. Huwezi kumuona Mungu kama una maisha ya michanganyo. Amen. Huwezi kumuona Mungu kama una maisha ya kuvurugika. Maisha leo unayo hivi, leo unakwenda hivi. Mungu hawezi kukaa katikati ya watu ambao ni vuguvugu. Yesu apewe sifa. Tena tunaambiwa ni heri ukawa moto au baridi. Uijulikane kabisa wewe ni wa baridi au ni wa moto. Lakini katika hali ya vuguvugu, kanisani umo na kwingineko huko nje upo, huwezi kumwona Mungu. Yesu apewe sifa. Tunapokwenda kuelekea kufunga, tupate angalau kumwabudu Mungu, tumwambie Mungu aseme na sisi katika hali ya kumjua Mungu.